Mhashamu Baba Askofu Mkuu, naomba nichukue nafasi hii kusoma risala ya parokia kwako. Risala kwa Mhashamu sana Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi. Mhashamu sana Baba Askofu Mkuu, amani na salama. Karibu sana kwetu Parokia Mtakatifu Polycarp Misugusugu. Najua kwamba kwako ni mara ya 4 kufika kwetu. Ukiwa askofu mkuu wa jimbo ni mara ya 2, na mara 2 ulikuja ukiwa askofu mkuu mwandamizi. Tunakushukuru sana kwa kujali parokia yetu na kuja mara kwa mara, maana tunakuhitaji kama mchungaji wetu mkuu. Parokia yetu hii ilifanywa kuwa parokia rasmi tarehe 7 Julai 2017 ikiwa na vigango vitatu, navyo ni Zogowale, Ngeta na Makazi Mapya. Mwaka 2018 kikazaliwa kigango cha Mtego wa Simba na kufanya parokia yetu iwe na vigango 4. Tulipokuwa parokia tulikuwa na jumla ya wabatizwa 480. Mwaka 2023 Visiga ilitangazwa kuwa parokia, na hivyo kigango cha Zogowale kuwekwa chini ya parokia Visiga, na hivyo parokia yetu kubakiwa na vigango vitatu tena. Askofu Mkuu, nachelea kusema kuwa kigango cha Zogowale kuwekwa chini ya parokia Visiga haikuzingatia jiografia ya eneo husika, kwa sababu ili parokia yetu iweze kuvihudumia vigango vyake inatubidi tuvuke parokia Visiga na Mlandizi, au ikiwabidi mapadri kupanda pikipiki kupitia shortcut, yani njia ya mkato, inawalazimu kuvuka parokia Visiga ndipo waweze kufikia vigango vilivyo chini ya parokia Misugusugu. Naomba upitie tena mgawanyo huu, na ikikupendeza kigango cha Zogowale kirudishwe Misugusugu. Mwaka huu 2025 parokia yetu ina jumla ya jumuiya 38 na wabatizwa 1254. Idadi kubwa ya wabatizwa hawa hawajakomaa kiimani, na hivyo kuhitaji juhudi zaidi ya uinjilishaji wa kina. Imani duni ya waamini hawa imechangiwa na kuishi katikati ya Waislamu ambao ndio wengi katika eneo hili, kwamba 78% ya wakazi wa eneo hili ni Waislamu. Wengi wa waamini wetu hushiriki ibada ya misa na jumuiya wakijisikia. Ushiriki wa wengi wetu katika kulitegemeza kanisa ni wa kusukumwa. Bado tuna changamoto kubwa ya uinjilishaji hapa. 93% ya waamini wetu ni wajasiriamali wadogo sana, na wengine wengi ni vibarua viwandani. Kipato wanachopata ni duni sana. Parokia yetu ina maeneo kama ifuatavyo. Kigango mama, yani hapa parokiani tuna ekari 6 ambazo zimepimwa ni 5, na mchakato wa kupata hati miliki unaendelea jimboni. Ekari 1 bado haijapimwa, maana ilipatikana baada ya lile eneo lingine kupimwa. Pia tuna ekari 10 sehemu ya Misufini tulionunua kwa msaada toka jimboni. Eneo hili halijafanyiwa maendeleo yoyote. Kigango cha Mtego wa Simba kina ekari 4 ambapo nusu ya eneo hilo wamelipata hivi majuzi kutoka kwa msaada kutoka jimboni. Tunakushukuru sana Baba Askofu. Kigango cha Ngeta kina ekari 5 ambapo ekari 4 zimetolewa kama msaada toka kwa muumini mmoja. Kigango cha Makazi Mapya kina hekari 3.5, ingawa hekari 1.5 ipo kwenye mgogoro baada ya kuvamiwa na kanisa la Zayoni. Mgogoro huo unashughulikiwa na halmashauri ya wilaya kwa sasa.
tunashukuru sana kwa msaada uliotupatia kiasi hicho kikubwa cha kupata ardhi. Uwezo wa parokia kujiendesha bila ruzuku ya jimbo ni mdogo kutokana na sababu tajwa hapo juu. Kipato cha parokia kinategemea sadaka na zaka. Kwa mwezi tunapata wastani wa milioni 1.5. Haya yanasababishwa na uchache wa waamini wenye kipato cha kuweza kutegemeza kanisa na ugumu wa wale wenye kipato katika kulitegemeza kanisa. Ni imani yetu kuwa baada ya eneo letu la Misugusugu kutengwa kwa ujenzi wa viwanda vikubwa na hivyo kuwavutia wafanyakazi walio Wakatoliki kuhamia huku kufanya kazi viwandani, labda kutaongeza kipato kwa waumini wetu. Tuombe Mungu hawa wanaohamia kuja kufanya kazi viwandani wawe na moyo wa kulitegemeza kanisa wapatapo kipato. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya parokia kukushukuru kwa jinsi umeendelea kutubeba kwa kipindi chote hicho, kwa kutupatia ruzuku kila mwezi na misaada mingine. Tunaomba usichoke kutubeba pamoja na majukumu makubwa ulionayo yanayohitaji fedha nyingi, na hasa ujenzi wa kanisa kuu mbadala Theotokos. Pia tukushukuru kwa msaada wa gari ambalo tutalipata katika kipindi cha wiki 2 zijazo. Mungu akubariki sana. Kwa vigango tulivyonavyo, mapadri wameteseka vya kutosha. Kwa miaka yote hii tumekuwa kuhudumia vigango hivyo kwa kupanda bodaboda. Mipango iliyo mbele yetu inayohitaji utekelezaji wa haraka ni pamoja na kujenga kituo cha sala kwa ajili ya jumuiya za Mtakatifu Antoni wa Padua na Mtakatifu Teresia wa Calcutta ambao wanatembea mwendo wa kilomita 7 kufika hapa kanisani, na kwa bodaboda lazima wawe na si chini ya shilingi 6,000 kuja na kurudi. Shirika la Holy Ghost wametupatia eneo katika shamba lao takriban eka 4 kwa ajili ya kujenga hicho kituo cha sala. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Mpango mwingine ni kuwezeka kanisa la kigango cha Mtego wa Simba, ambapo wanahitaji kama milioni 17 ili waweze kuwezeka baada ya kumaliza boma. Pia tunapaswa kwa haraka kujenga jengo la katekesi hapa parokiani. Hatuna jengo kwa ajili ya mafundisho, mazoezi ya kwaya, na hata hii mvua ikinyesha waumini hawana pa kujisitiri kama wanasubiri misa inayofuata. Mambo mengi yanahitaji fedha isiyokuwepo. La muhimu sana mbele yetu ni kuinjilisha nyumba kwa nyumba, kubariki nyumba zao waamini wetu, kubariki visakramenti mbalimbali katika kaya hizo bila kuchoka, na kuwaimarisha waamini wetu imani. Kwa nafasi hii kutakia neema na baraka za Mwenyezi Mungu katika utume wako kwa watu wa Mungu katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Amani na upendo kwa Bwana wetu Yesu Kristo ubaki nawe daima. Naomba kuwasilisha baada ya mfupi.